بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون معشر السامعين، ndugu zangu waislamu tuliohudhuria katika swala hii ya dhuhur, ambapo leo ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano, dhuhuru يوم الأربعاء. hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano al-awwal min shahri Allah dhil hijja, ya tarehe mosi, tarehe moja ya mwezi wa Allah, mwezi mtukufu wa Dhul Hijja, mwaka 1446 Hijiria, na huu ni mwaka wa Kiislamu. Ni sawa sawa na tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka 2025 miladia. Ndugu zangu waislamu, kama tulivyotangaziana katika siku ya jana katika darasa yetu kwamba katika wakati huu badala ya kuwa na darasa hapa ambapo tulikuwa tunasoma kitabu al-ajwibatul mufida, badala yake tutakuwa na mazungumzo ya nasaha, kalima, mazungumzo ya nasaha, miongozo, kupeana mawaidha kwa munasaba wa masiku haya 10 tuliyokuwa nayo, ambapo yameanza leo al-ashru min dhil hijja, kwa munasaba wa masiku haya 10 ya mwezi huu mtukufu wa Dhul Hijja. Tunaona tuna wajibu wa kufundishana, kukumbushana na kuzinduana juu ya ahkamu mbalimbali ambazo zinaambatana na msimu huu, msimu wa mwezi wa Dhul Hijja, na hasa katika hili 10 lake la mwanzo. Na mazungumzo yetu insha Allah taala yataendelea kwa siku 2. Siku hii ya leo, katika muda huu tutayazungumza mazungumzo yetu kwa kiasi ambacho Allah atatuwafikia, lakini pia mazungumzo haya yataendelea kwa siku ya kesho insha Allah taala katika muda kama huu. Maudhui yetu katika wakati huu na kwa siku hii ya leo na kesho kadhalika, tutazungumzia fadlu 10 أيام من ذي الحجة وما يتبعها من أحكام الأضحية وعيد الأضحى. tutaelezea kwa ufupi sana fadhila za siku 10 za mwezi wa Dhul Hijja, fadlu 10 أيام min dhil hijja, fadhila za siku 10 za mwezi wa Dhul Hijja, wama yatba'uha, na yale ambayo yanayafuatia masiku hayo 10, min ahkamil udhiyah,
katika hukumu za vichinjo, min ahkami al-udhiyati, katika hukumu za vichinjo, wa Eid al-Adha, na idi ya kuchinja, Eidul Hajj. Maneno yetu yatakuwa yakizungukia katika mambo haya. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba al-ashru min Dhul-Hijja ni masiku ambayo yamesheheni fadhail, ni masiku yaliyojazwa ndani yake fadhila nyingi. Masiku 10 ya Dhul-Hijja si kama masiku mengine ya kawaida, na ndiyo maana tutatakiwa sisi Waislamu tufahamu zile fadhila za masiku haya, ili tupate kuwa tofauti sisi tunapokuwa ndani ya haya masiku 10 ya Dhul-Hijja na siku nyingine katika masiku ya mwaka. Miongoni mwa nukuu zenye kuonyesha fadhila za siku hizi 10 za Dhul-Hijja, ambapo leo ndio siku yake ya kwanza, tutakwenda sisi mpaka siku ya 10 ambapo ni yaumul Eid, ni siku ya Eid. Hayo ndio masiku 10 yanayokusudiwa. Miongoni mwa nukuu za kuonyesha fadhila zake ni aya 2 katika suratul Fajr. Aya ya kwanza ikiwa ni kiapo, na aya ya pili ikiwa ni kiapo. Allah subhanahu wa ta'ala anaapia masiku haya. Qala Allahu ta'ala, wal fajr wa layalin 'ashr. Qala al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Abbas wa Ibn az-Zubayr wa Mujahid wa huwa Ibn Jabr wa ghayru wahid min as-salaf wal khalaf, innaha 'ashru dhil-hijjah. ثم علق الحافظ ابن كثير على هذا الكلام قائلا وهو الصحيح. الله سبحانه وتعالى katika suratul Fajr anasema, wal fajri, na apa kwa wakati wa alfajiri, wa layalin 'ashr, na naapa kwa masiku 10. Ni usiku kwa maana ya masiku yakihesabiwa mchana wake na usiku wake. Na utaona hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameviapia viumbe vyake, ameuapia wakati wa alfajiri kwa ule utukufu wa wakati huu, lakini akaapia masiku 10. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana khiari katika hilo, lahu subhanahu wa ta'ala an yahlifa bima shaa min makhluqatihi, ana ruhusa hiyo, ni halali kwake Allah subhanahu wa ta'ala, inafaa kwake yeye kuapa kwa atakacho katika viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Amma almakhluqun, ama viumbe haifai kuapa illa kuapia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana halifan falyahlif billah, na yeyote ambaye anataka kuapa basi aape kwa jina la Allah. Hawa ni viumbe, ama Allah anaapa kwa atakacho katika viumbe wake. Sasa mnaona hapa Allah ameapia wakati wa alfajiri, kisha akayaapia masiku 10. Masiku 10 haya yaliyotajwa kwenye aya hii ni masiku gani hayo? Qala al-Hafidh Ibn Kathir, al-Allamah Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwenye tafsiri yake Tafsirul Qur'an al-Azim, wakati anaifasiri aya hii au aya hizi mbili, ukisoma tafsiri ya Ibn Kathir katika juzuu yake ya 8 ukurasa wa 413, anasema al-Hafidh rahimahullah, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, wa huwa Abdullah ibn Abbas habrul umma, mwana wa chuoni wa umma, turjumani al-Qur'an, mfasiri bingwa wa Qur'an, aliombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuwa mfasiri bora wa Qur'ani na mwenye ilmu ya dini. Allahumma faqihhu fi ad-din wa'allimhu at-ta'wil, Mtume akimwombea Abdullah ibn Abbas. Sasa anasema Abdullah ibn Abbas wa ibn az-Zubair, kadhalika ibn az-Zubair wa Mujahid, na vile vile
al-allamatu at-tabi'i al-jalil Mujahid. Kisha Ibn Kathir yasema wa ghayru wahidin min as-salafi wal khalafi, na asiyekuwa mmoja katika waliotangulia na waliochelewa katika wanawazuoni wamesema wote hao, innaha ashru dhilhijja, kwa hakika hayo masiku 10 hayo yaliyotajwa katika suratul Fajr ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ndio tafsiri ya salaf. Ibn Kathir akatia komenti yake hapo ta'liq kwa kusema wa huwa sahih, na hii ndiyo tafsiri iliyokuwa sahihi. Hiyo ni aya katika suratul Fajr, aya ya kwanza na ya pili. Lakini miongoni mwa mambo yenye kuonyesha fadhila ya masiku haya ni hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bazzar kwenye Kashful Astar, kadhalika Ibn Hibban katika sahihi yake, na hadithi hii vile vile ameisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahiha. Ni hadithi kutokea kwa sahaba Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هيكمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يليو بورا زيدي katika masiku ya dunia ni masiku 10 na haya ni masiku 10 ya Dhulhijja. Afdalu ayami dunya ayyamul ashr, yaliyo bora zaidi katika masiku ya dunia ni masiku 10 ya Dhulhijja. Wanawazuoni wanaeleza baina ya masiku 10 haya ya Dhulhijja na yale masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan ni yapi yaliyokuwa bora zaidi. Al-ashru min Dhulhijja wal-ashru al-akhir min Ramadhan, je, haya masiku 10 ya Dhulhijja na yale masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan ni yapi yaliyokuwa bora zaidi? Kuna khilafu. Kuna walioona kwamba al-ashru al-akhir min Ramadhan ndio bora zaidi, wanamna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akijipinda katika masiku yale, kama Aisha anavyoelezea, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahlah. Kwa baadhi ya ulama wakaona yale masiku 10 ya mwisho wa Ramadhan ni bora zaidi, wengine wakaona hapana, yaliyo bora zaidi ni masiku haya 10 ya mwanzoni katika Dhulhijja, kwa hadithi hii ya Jabir na hadithi mfano wake. Wengine katika wanawachuoni wakapita kati na kati, wakafanya jamu, wakazikusanya hizi kauli mbili, wakasema al-ashru al-akhir min shahr Ramadhan, yale 10 zile siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhan, layaliha, ni usiku zake ni bora zaidi kuliko nyusiku za masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Na ama masiku 10 ya Dhulhijja michana yake ni bora zaidi kuliko michana ya masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wakapita hivyo, na wewe pita katikati hapo, taslam. Lakini al-allamatu at-tabi'i al-kabir Abu Uthman an-Nahdi rahimahullahu ta'ala min sadati tabi'in, yeye anasimulia, anasema kanu yu'adhimuna 13, walikuwa wema waliotangulia masahaba na wale mabwana wakubwa wa kitabi'in, anawakusudia watu hao. Kanu yu'adhimun, walikuwa wanaadhimisha mabwana hawa 13, yale matatu katika 10. Kuna 13 hayo salaf walikuwa wakiadhimisha na kuyatukuza. Kisha Abu Uthman rahimahullah akaanza kuyataja kwa kusema al-ashra al-awwala min Dhulhijja, walikuwa wakiadhimisha masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, haya tuliyokuwa nayo. Wal-ashra al-akhira min Ramadhan,
na vile vile wakiadhimisha masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan. Lakini akamalizia kwa kusema wal ashra al-awwala min al-Muharram, kadhalika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram utafuatia baada ya mwezi huu wa Dhulhijja, baada ya Dhulhijja ambapo ndio mwezi wa mwisho, mwezi wa 12 wa Kiislamu. Muharram ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Muharram nao una mambo yake, yale masiku yake 10 ya mwanzo ni bora. Kwa hivyo salafu salih walikuwa wakiadhimisha haya 13. Maneno haya ameyanukuu al-Allamatu Ibn al-Jawzi katika Tabsira, juzuu ya 2 sahifa ya 124. Lakini al-Allamatu al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake mashuhuri sana Lataiful Ma'arif, ukisoma ule ukurasa wa 272, yeye ameeleza sababu ya kufadhilika haya masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja. Kwa nini yamekuwa bora? Kwa nini masiku 10 ya Dhulhijja yamekuwa ni bora? Kuna maneno mazuri yameyazungumza al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali akisema, lamma kana Allah subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusi al-mu'minin haninan ila mushahadati baytihi al-haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala mushahadatihi fi kulli 'amin farada 'ala al-mustati' al-hajj marratan wahidatan fi 'umrihi wa ja'ala موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين فمن عجز عن الحج في أيام فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون هذا العمل يكون أفضله من الجهاد الذي هو أفضل من الحج إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ابن رجب الحنبلي رحمه الله anasema لما كان الله سبحانه وتعالى, na pale ambapo alipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusi almu'minin, ameweka katika nafsi za waumini, haninan ay hubban, ameyaweka mapenzi mazito sana, ila mushahadati baitihi alharam, mapenzi ya kuishuhudia nyumba yake takatifu, nyumba ya Makka, alkaabatu almusharrafa. Allah ameweka mapenzi kwa waumini kupenda kwenda kule Makka, na hivi ndivyo waumini walivyo, wana shauq ya kwenda Makka. Mtu ambaye hajakwenda Makka anatamani kila siku apate fursa ya kwenda Makka, na yule aliyekwenda Makka anatamani arudi tena. Ndivyo ilivyo nyumba hii tukufu kwa Waislamu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ameliweka hilo katika nyoyo za waumini, kisha akasema rahimahullah, walaysa kullu ahadin, na si kila mmoja, qadiran, ni mwenye kuweza, ala mushahadatihi fi kulli amin, juu ya kuishuhudia hiyo nyumba ya Makka katika kila mwaka. Si kila mmoja anaweza, wanahitaji gharama, ni mbali huko, na hivi sasa kila miaka ilivyokwenda gharama na zinaongezeka zaidi, mahitaji ni makubwa zaidi. Sasa si kila mmoja anaweza kwenda kila mwaka. Sikwambia habari ya kila mwaka, si kila mmoja ana uwezo wa kwenda walau mara moja kwenye umri wake. Pana watu wana tamaa ya kwenda huko tokea ni vijana mpaka wanazeeka, kila anavochanga hazijai, na kila mwaka unaambiwa gharama zimeongezeka, si ndio? Mfano hivi sasa haji ni takriban milioni 16. Watu walikuwa wanakwenda haji kwa milioni 2, 3, 4 leo. Kwa hivyo watu wanatamani kwenda,
Lakini kwa kuwa si kila mmoja ni mwenye kuweza juu ya kuishuhudia hiyo nyumba ya Makka katika kila mwaka, anasema rahimahullah, faradha ala almustati' alhajja marratan wahidatan fi umrihi. Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha kwa mwenye uwezo, kwa mwenye kuweza akaifaradhisha haji tena mara moja tu katika umri wake. Alhajju marra, hija ya faradhi ni mara moja, ukienda zaidi ya hapo ni sunna. Lakini sasa angalia shafaqa, angalia huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Waja'ala mawsim al-ashr mushtarakan baina as-sa'irin wal-qa'idin, na Allah akaujalia msimu wa haya masiku 10 al-ashr al-awwal min dhil-hijja, ni haya masiku 10 ya mwanzo ya dhul-hijja, na Allah akaujalia msimu wa haya masiku 10 mushtarakan, ni wenye kushirikianwa, wanashirikiana bwana katika msimu wa haya masiku 10 baina as-sa'irin, baina ya wale waliokwenda Makka, wal-qa'idin, na wale waliobakia katika miji, wote wanashirikiana katika kuchota fadhila katika masiku haya. Hao waliokwenda huko Makka watapata fadhila zao za haji na zile ibadati ambazo zinapatikana huko Makka, lakini waliobakia katika miji ambapo hawakwenda Makka hawakuachwa bure, na wao nao pia wamepewa fursa nyingi tu katika haya masiku 10. Kwa hivyo Allah akajalia haya masiku 10 haya ni yenye kushirikianwa baina ya waliokwenda na waliobaki. Kisha anasema rahimahullah, akitupa ushauri na maelekezo, faman ajaza anil haji fi amin, na yeyote ambaye ameshindwa kutokamana na kufanya ibada ya haji katika mwaka fulani, ikiwa umeshindwa, umekosa uwezo, basi unayo fursa nyingine bwana. Qadara fil ashri ala amalin ya'maluhu fi baitihi, basi atakuwa na uwezo mtu huyu ndani ya haya masiku 10 juu ya amali atakayoifanya amali hiyo katika nyumba yake. Una fursa ya kufanya amali nyumbani kwako, una haja ya kutafuta ndege wala meli, si huna kitu. Tumia fursa sasa katika masiku haya 10 nyumbani. Kwa hivyo ataweza bwana katika masiku haya 10, ataweza juu ya kuifanya amali aifanyayo amali hiyo fi baitihi, nyumbani kwake, tena yakunu afdala, inakuwa hiyo amali ni bora zaidi, min aljihadi, kuliko jihadi, alladhi wa afdal min alhajj, jihadi ambayo kidaraja ni bora zaidi kuliko haji, kwa sababu jihadi imebeba uwajibu na ziada, uwajibu na ziada, kama wanavyoeleza ulama. Haya ni maneno ya nani? Ya Al-Hafidh Ibn Rajab. Lakini katika waliotoa sababu ya kufadhilika masiku haya 10 ya Dhulhijja ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kwenye Fathul Bari. Fathul Bari ni juzuu ya 2, ukurasa wa 460 mpaka 462. Ukipekua hapo maneno hayo yapo. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar, والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة، أنا سيما لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، كيشا كزتاجة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. أنا سيما والذي يظهر اللي أمال لنذهيري أن السبب وما hakika sababu fi imtiyazi 10 dhilhijja, katika kupambanuka kiubora haya masiku 10 ya dhilhijja. Al-Hafidh Ibn Hajar anatoa mawazo yake na ijtihadi yake juu ya kudadavua kwamba ni kitu gani kimefanya haya masiku 10 ya mwanzo ya dhulhijja kuwa bora. Anasema sababu bwana ya kupambanuka haya masiku 10 ya Dhulhijja, limakani ijtimai ummahati alibadati fihi, ni kwa ajili ya kuwa masiku haya ndiyo mahala pa kukusanyika zile ibada mama ndani yake. Akazitaja, wa hiya sala,
nazo ni ibada za swala. Watu wanaswali katika masiku haya, swala ipo, wasiyam, lakini pia panakusanyika ibada ya funga. Inafaa kufunga masiku haya 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, bali pamekokotezwa kufunga siku ya 9 yaumu Arafa, siku ya Arafa. Pamekuja kokotezo kubwa kabisa la sunna kama tutavyoona huko mbele. Kwa hivyo siyamu pia ipo katika masiku haya, wasadaqa, na sadaka ipo. Sadaka ni katika amali njema, lakini pana sadaka maalumu katika masiku haya, nayo ni sadaka ya kuchinja, kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalisha maskini, na hili linapatikana kuanzia siku ya 10. Lipo hilo, lakini wal hajj, na inapatikana haji